Naam, mtazamaji, serikali ya Samia Suluhu sasa imeshtakiwa kwa Rais Donald Trump wa Marekani. Habari mbaya kwa Samia Suluhu na utawala mzima wa CCM baada ya barua hii nzito na kali kutumwa leo katika ikulu ya Marekani kwa Rais Donald Trump kuhusu mauaji ya watu Tanzania, ukandamizaji na kwa urefu zaidi kufungwa kwa mitandao ya kijamii bila sababu za maana. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Huku maandamano ya tarehe 9 Disemba yakikaribia nchini Tanzania, barua kali na nzito sana na ndefu imetumwa kwa ikulu ya Marekani sasa hivi. Hali ya kisiasa nchini Tanzania imechukua mabadiliko makubwa huku utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan sasa ukikabiliwa na umakini wa kimataifa kufuatia hatua ya kijasiri ya mwanaharakati wa Tanzania Mange Kimambi. Katika hali iliyosababisha mshtuko kote Afrika Mashariki, Mange Kimambi leo ameripotiwa na kuonekana kuhutubia kupitia barua ya wazi yenye maneno makali moja kwa moja kwa Rais wa Marekani na ikulu ya Marekani Donald Trump, akishutumu serikali ya Tanzania ya Samia Suluhu kwa ukiukaji wa haki za binadamu katika barua hiyo, na pia kushutumu ukandamizaji wa kidijitali na kupanga kukandamiza upinzani wa kisiasa kabla ya maandamano makubwa ya tarehe 9 Disemba. Barua yake hiyo iliyotumwa sasa hivi kwa ikulu ya Donald Trump huko Marekani, iliyosambazwa sana kwenye jukwaa la kijamii la mtandao wa X unaojulikana kama Twitter, inaelezea wasiwasi wake mkubwa juu ya kile anachoeleza kwenye barua hiyo kuwa ni kukithiri kwa vitisho vya kisiasa na mauaji ya watu Tanzania, ukandamizaji pia na kufungwa kwa mitandao ya kijamii bila sababu ya maana. Maneno ambayo sasa yanazua mjadala mkali miongoni mwa wananchi na watunga sera duniani kote. Katika barua hiyo ya wazi, Mange Kimambi aliandika na kusimulia mapambano yake ya muda mrefu na taifa la Tanzania na serikali yake, akieleza kwamba ameishi Marekani tangu mwaka 2012 kama mkimbizi wa kisiasa kutoka Tanzania, akijitolea maisha yake katika harakati za kutetea demokrasia na haki na usambazaji wa habari kupitia mitandao ya kijamii. Mange Kimambi anaeleza katika barua hiyo ambayo ameituma kwa Donald Trump kuwa alitegemea sana majukwaa yake ya Instagram, WhatsApp pamoja na Facebook, pamoja na ukurasa wake wa habari unaofuatiliwa na watu wengi, na mtandao maalum wa WhatsApp kwa tahadharisha wa Tanzania kuhusu madai ya dhuluma za serikali. Chanzo hicho cha habari ni akaunti rasmi ya Mange Kimambi ambayo aliweza kumtag Rais wa Marekani Donald Trump na kumwandikia barua hii kama ilivyonukuliwa nikikusomea, alafu usijali nitakutafsiria. Iliandika hivi: Dear Mr. President, my name is Mange Kimambi and I am a Tanzanian pro-democracy activist who has been living in the United States since 2012. I am writing to bring to your attention what I believe to be a grave injustice committed against the people of Tanzania and myself by Meta, and to respectfully request your support in defending democratic activism and freedom of expression online. Recently, my Meta accounts including Instagram of Mange Kimambi 80, Instagram news media page owned by me, Wananchi Forum, and my WhatsApp number were deactivated after I raised awareness about a series of severe abuses and horrific events occurring in Tanzania. These include the kidnappings of regular citizens and kidnappings, killings and imprisonment of opposition leader on fabricated treason charges. Mtazamaji, kwa ufupi, Mange Kimambi aliandika hivi katika barua hiyo. Alimwandikia barua hii Rais Trump katika ikulu ya Marekani akimwambia yeye alilazimika kukimbilia Marekani tangu mwaka 2012 baada ya kuanza kazi ya wanaharakati dhidi ya serikali ya Tanzania ya CCM. Amesema ya kwamba sasa anataka Rais Donald Trump aweze kumsaidia kurejesha akaunti zake zilizofungwa na kampuni ya Meta, akaunti za Instagram pamoja na akaunti yake nyingine ya habari inayofahamika kama Wananchi Forum, pamoja na nambari yake ya WhatsApp ambayo pia imeweza kuzimwa. Anadai ya kuwa yote haya ameweza kufanyiwa baada ya kutangaza utekaji nyara, mauaji pamoja na kufungwa bila sababu kwa viongozi wa upinzani, ambapo yote haya anadai yanaendelea nchini Tanzania. Hata hivyo, Mange Kimambi anadai kuwa chaneli ama akaunti hizi zote zake za mtandaoni zimeweza kufungwa ghafla ama kuzimwa ghafla na kampuni ya Meta ambayo inamiliki Instagram pamoja na WhatsApp, uamuzi ambao Mange anaamini ulisukumwa na watu wenye nguvu nchini Tanzania
Tanzania serikalini ambao walitaka kunyamazisha sauti yake katika wakati mgumu wa kisiasa. Kulingana na maelezo yake, akaunti zake zilizimwa alipokuwa akiripoti maandamano ya amani yaliyoongozwa na Gen Z nchini Tanzania ambayo yaliweza kutimizwa Oktoba na mengine yanayokuja Disemba, anasema kwa nguvu kupita kiasi na mamlaka za serikali. Mange anahoji kuwa maandamano haya yaliyoendeshwa na vijana yaliwakilisha matakwa ya amani ya utawala bora, uwajibikaji na michakato ya uchaguzi iliyo wazi. Hata hivyo, anasisitiza kuwa vikosi vya usalama vilijibu kwa ukali na kujenga kile anachoelezea kama mazingira ya hofu miongoni mwa raia na wanaharakati. Kufungwa kwa majukwaa au mitandao yake ya kijamii anadai kuliharibu vilivyo mojawapo ya chaneli zake salama zenye kusambaza habari zinazotumika kutoa taarifa zilizothibitishwa kwa Watanzania ndani ya nchi na ndani ya diaspora. Akaunti kama vile Wananchi Forum na akaunti yake rasmi ya Mange Kimambi katika mtandao wa kijamii wa Instagram. Katika barua yake iliyotumwa kwa Rais Trump Marekani Ikulu, Mange anatoa ombi la moja kwa moja la kuingilia kati Trump na kusaidia kinachoendelea Tanzania. Anamsihi rais huyo wa Marekani kutumia ushawishi wake mkubwa kuishinikiza kampuni ya Meta ya mtandao wa kijamii kurejesha uwepo wake wa mtandaoni na kurejesha chaneli zake zilizofungwa, akisema kuwa upatikanaji wa bure wa zana za mawasiliano ni muhimu kwa demokrasia na ushirikishwaji wa raia nchini Tanzania. Aidha, anatoa wito kwa Marekani na jumuiya pana ya kimataifa kuchukulia kwa uzito kile anachokitaja kama mtindo uonevu unaofanywa na serikali ya Tanzania. Ombi lake Mange linazidi hali ya kibinafsi na linagusa mada kubwa zaidi za uhuru wa kidijitali duniani, uwajibikaji wa jukwaa na ulinzi wa hotuba za mtandaoni kwa wanaharakati wanaokabiliwa na mazingira ya kisiasa yenye uadui. Ujumbe wake kwa Trump unajumuisha ombi kali kwa sheria za uwazi na uwajibikaji kwa taaluma za teknolojia, kuhakikisha kuwa maamuzi yanayoathiri ufikiaji wa habari kwa umma hayatumiwi na serikali kandamizi. Mange anaonya kwamba ikiwa makampuni makubwa ya teknolojia yanaweza kushawishiwa kuwanyamazisha wanaharakati kwa matakwa ya watu wasomi wa kisiasa, mustakabali wa demokrasia ya kidijitali katika mataifa mengi ya Afrika bado uko hatarini. Anahimiza hatua za haraka zichukuliwe ili kuzuia kile anachoeleza kama kielelezo hatari ambacho kinaweza kuimarisha mazoea ya kimabavu katika bara zima. Kulingana na Mange Kimambi, sasa katika barua hiyo amemjulisha Rais Trump wa Marekani kwamba kuna mauaji pamoja na utekaji nyara na ukandamizaji wa kisiasa na kufungwa kwa viongozi wa upinzani ambao anadai unaendelea nchini Tanzania, na baada ya yeye kuripoti kuhusiana na matukio hayo aliyoyataja, akaunti zake za Instagram zikaweza kufungwa kwa sababu hiyo, na hivyo sasa anamtaka Trump aweze kumsaidia kurejesha akaunti zake na kuhakikisha haki inatendeka nchini Tanzania. Serikali ya Marekani pamoja na serikali ya Tanzania bado haijajibu rasmi kuhusu barua hiyo ya mtandaoni iliyotumwa na Mange Kimambi, lakini wadadisi wa mambo wanadokeza kuwa maafisa wanafuatilia mazungumzo yanayokuwa kwa wasiwasi, madai kwamba Meta angeweza kushinikizwa na mamlaka za Tanzania kuzima akaunti yake kwa sababu ya kutangaza ukandamizaji, utekaji nyara na mauaji kama anavyosema, yanaibua maswali mapya kuhusu ukubwa wa ushawishi wa serikali na uwazi wa maamuzi ya jukwaa la teknolojia. Wachambuzi wanaonya kwamba ikithibitishwa kwa kweli, inaweza kuharibu sifa Tanzania na serikali yake kimataifa na kutengua juhudi za Rais Samia Suluhu Hassan za kuiweka nchi kama utawala wenye msimamo wa wastani na unaozingatia mageuzi. Wachunguzi wa masuala ya kisiasa wanasisitiza kuwa wakati wa mzozo huo ni muhimu, huku uchaguzi wa kitaifa wa Oktoba 29 ukikaribia. Sauti za upinzani zimeshutumu mara kwa mara serikali kwa kuimarisha udhibiti wa nafasi za kidijitali, zikitaja ripoti za hivi karibuni za kuzuiwa kwa majukwaa ya mitandao ya kijamii na kukatizwa kwa mawasiliano ya mtandaoni. Madai ya Mange Kimambi yanaonekana kuimarisha wasiwasi huu na kupendekeza muundo mpana badala ya matokeo ya pekee. Barua yake inaweka suala hilo sio tu kama malalamiko ya kibinafsi, lakini kama sehemu ya juhudi za kimfumo za kuunda simulizi za kidijitali kabla ya uchaguzi wa kiwango cha juu. Mtazamaji, ripoti hizi ni kulingana na akaunti ya Mange Kimambi mtandaoni na barua hii pia ni kulingana na maneno yake.